Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa kujadili masuala ya matumizi ya akili unde kwenye elimu amepiga marufuku matumizi ya simu za mkononi kwa wanafunzi kwenye mitihani kwa kuwa kitendo hicho hakikubaliki licha ya kukua kwa teknolojia katika matumizi ya elimu ikiwemo akili unde. Tupate taarifa zaidi. Profesa Mkenda ameyasema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kufungua mkutano wa kimataifa ulioandaliwa na Chuo Kikuu cha UDOM na taasisi ya Nelson Mandela juu ya kujadili matumizi ya akili unde katika sekta ya elimu na afya. Sisi kwenye mtihani huruhusiwi kuingia na chombo chochote cha kidijitali na huruhusiwi kuingia online wakati tunafanya mtihani. Kwa hiyo ukikamatwa na simu hata kama hujaitumia, madhara yake ni makubwa sana. Na sasa imekuwa wazi kwamba ukitumia simu yote unaweza ukatafuta majibu kwa kutumia akili unde ya aina mbalimbali. Unaweza ukauliza swali ukapata majibu ukaandika, lakini tunaendelea kudhibiti, na labda niseme ukweli ni kwamba tumedhibiti vizuri sana masuala ya ufujaji wa mitihani na matumizi ya udanganyifu katika mtihani kwa asilimia kubwa sana. Sasa hivi tuko vizuri kweli kweli, lakini bado tutaendelea kuchukua hatua ambazo tulizichukua mpaka tumefika hapa, nyingine zilikuwa na maumivu makali sana. Kadhalika, Profesa Mkenda akatangaza mipango ya serikali ya kuwapeleka nje ya nchi wanafunzi wa kidato cha 6 waliofaulu vizuri. Hivi karibuni tutawatangaza wale ambao kwa sababu wamefanya vizuri sana darasani, tutawachukua na kuwapeleka kwenda kusoma nje mwakani, lakini tutawaongea na wao pamoja na wazazi wao ili wasiombe kusoma vyuo vya ndani, tuwapeleke kwenye kambi ya mafunzo kwanza, kama tulivyofanya hii batch ambayo inaondoka, wengine wataondoka mwezi wa 9 mwaka huu. Watakaa karibu ya mwaka mzima, wanakaa pale Chuo Kikuu cha Nelson Mandela, wanafundishwa mambo mbalimbali, hata mambo ya kompyuta, na wanajifunza tamaduni wetu, uzalendo, na vilevile kuandaa kwenda kuishi katika nchi za nje kwa ajili ya kwenda kusoma. Kwa upande wa viongozi wa Chuo Kikuu cha UDOM ambao wameandaa mkutano huo wa kimataifa, wakataja faida ya matumizi mazuri ya akili unde kwenye elimu. Lengo la kongamano hili ni kuendelea kwanza kuongeza uelewa wa Tanzania na jamii yetu kwa ujumla kuhusu faida na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza iwapo akili unde haitatumika vizuri. Faida zake ni nyingi na wote tunashuhudia kwa sasa hivi, hatuwezi kukwepa teknolojia za namna hii. Akili unde inakuja kwamba pale mtu anapokuwa ameitumia akili unde vizuri, akaiuliza kwamba iweze kumrecommend material sahihi kwenye eneo fulani ambalo yeye anataka kubobea, maana yake kwamba ile itaenda kusearch in a minute kwenye material yote aliyoko online, na itakuletea na itakusuggestia kwamba kipi ni sahihi au kipi ambacho ni top most priority.